Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 ambapo klabu ya soka ya Yanga wamedhamiria kufanya mambo makubwa ikiwamo kulitetea taji lao la ligi kuu ya NBC, bila kusahau klabu ya soka Yanga wanataka kwenda kutawala soka la Kiafrika, kwa maana kwamba wanataka kwenda kufanya usajili mzuri na kufanya vizuri katika mashindano makubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mpaka hivi sasa tunavyoongea, klabu ya soka ya Yanga wameweza kufanikiwa kuwasajili wachezaji 9. Katika usajili 9 basi wazawa ni wachezaji 6, huku 3 wakiwa wachezaji kutokea kimataifa, ambapo tunashuhudia Yanga Sports Club ili waweze kusajili ni lazima kuna wachezaji ambao kwa upande mwingine ni lazima waweze kuwatema, kwa maana kwamba mara baada ya kumaliza mikataba yao wameweza kuondoka, wengine wamevunjiwa mikataba, wengine tunaona kwa maana kwamba wanakwenda kutolewa kwa mkopo. Sasa siku ya leo tutakwenda kufahamu ile orodha ya wachezaji ambao wameweza kuvunjiwa mikataba ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Yanga wameweza kuachana naye ni golikipa anaofahamika kwa jina la Hussein Masalanga ambaye ameitumikia klabu hiyo kwa misimu miwili. Nyota wa pili ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Abubakar Komeni, naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ni Yao Tola Kwasi ambaye ameweza mkataba, bado klabu ya soka ya Yanga wanazungumza naye, kama itawezekana basi anaweza kusalia, lakini ndio hivyo, kama itashindikana ataondoka. Nyota mwingine ni Isra Patrick Mwenda, mchezaji ambaye ameshindwa kuendana na falsafa za klabu ya soka Yanga na Yanga wameweza kumvunjia mkataba wake. Nyota mwingine Shadrack Saka Boka, mara baada ya kumaliza mkataba wake klabu ya soka Yanga hawana mpango wa kuendelea naye. Na nyota wengine ni mchezaji Frank Yasinki, beki wa katikati kutokea Ghana, na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga, bila kumsahau Shekan Hamis, na pia mara baada ya kumaliza mkataba tunaona tayari ameshasajiliwa na Singida Black Stars. Mchezaji mwingine ni Faridi Musa Maliki Shah ambaye klabu ya soka Yanga kwa sasa wamepanga kumtoa kwa mkopo. Dennis Nkane na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kutolewa kwa mkopo. Prince Mfumelo Dube na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuondoka na tayari amejiunga na klabu ya soka ya Hard Rock ya nchini pale kwao Zimbabwe, mara baada ya kumalizana na klabu ya soka Yanga Sports Club, bila kumsahau Mohamed Damaro na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuondoka ndani ya klabu ya soka Yanga. Emmanuel Mwanengo ambaye alijiunga na klabu ya soka Yanga na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kutolewa kwa mkopo. Mohamed Dombia na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuondoka mara baada ya kumaliza klabu ya soka Yanga. Lasine Kouma kutokea Chadi na ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, bila kumsahau Depu kutokea Angola na mchezaji Buba Jameni, miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans wameweza kutema nao. Lakini mpaka sasa katika wachezaji 9 ambao Yanga wameweza kuwasajili, wa 6 wakiwa nazaa, yani Juma Abushiri ambaye anacheza katika eneo la winga, Hussein Miambo huyu ni mshambuliaji ambaye Yanga wameweza kumsajili, Abdunasir Gamar huyu ni fullback ya kushoto, ana uwezo vile vile kucheza hata fullback ya kulia. Muhammad Musa huyu ni beki naye pia ambao klabu ya soka Yanga wameweza kusajili akiwa ni Mtanzania. Eric Mwijage na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kusajiliwa akiwa na uwezo wa kucheza eneo la winga, na bila kumsahau katika Mtanzania mwingine ni Suleiman Mbaruku, ni kiungo ambaye klabu ya soka ya Yanga wameweza kumsajili. Kwa hiyo au ni wazawa ambao wameweza kusajiliwa na klabu ya soka Yanga, lakini bila kusahau wachezaji wa kigeni ambao wamesajiliwa na klabu ya soka Yanga mpaka sasa ni 3. Kuna Cheick Toure, huyu ni mchezaji kutoka katika nchi ya Ufaransa, vile vile na uraia wa Senegali, ambao mchezaji huyu anacheza katika eneo la ushambuliaji, kwa maana kwamba anakwenda kuchukua nafasi ya Prince Mfumelo Dube. Bila kusahau kuna Hossein Zakwan, huyu ni winga ambaye klabu ya soka Yanga wameweza kumsajili akiwa anatokea Komoro, vile vile pia amepita katika nchi ya Ufaransa. Lakini wamemsajili Albert Kagwanda, huyu ni winga ambaye wamemsajili kutoka Red Arrows
ya nchini Zambia. Kwa hiyo tunaona Yanga wanatoa watu huku wakiingiza watu. Tuambie kwenye comment, je, ni eneo gani klabu ya soka Yanga wanatakiwa kuendelea kuboresha? Kwa shuka kwenye comment, usahau tu kulike na kushare video zetu.